kuondoa maumivu. Wapo wengine kwamba akijisikia tu panado, akijisikia tu hata kama kuna shida nyingine, lakini yeye kimbio lake ni pale pale, na mara nyingi utakuta akifanya hivyo anajisikia vizuri, na kwa anajisikia vizuri basi anaendelea na unakuwa ndio mtindo wa maisha yake. Lakini mara atakapochukua uamuzi ya kwamba sasa nahitaji kuquit, nahitaji kuacha, inakuwa ni mtihani kiasi kwamba hiyo hali inamlazimu kuendelea kufanya hivyo vitu. Lakini sambamba na hilo, kundi lingine kuna uraibu wa ngono, na huu una makundi yake tofauti tofauti, upo kwa pande zote. Nishasikia story, kisa kimoja, ni story ya kweli. Kulikuwa kuna binti mmoja alikuwa akawa anafanyiwa counseling, naye alikuwa ni mraibu. Yeye alikuwa ni mraibu kwenye hii kesi ya ngono, kiasi kwamba akawa anasema ya kwamba ikipita siku hajalala na wanaume kuanzia 5, hiyo siku kwake ni mbovu, yaani hiyo siku kwake haijaenda. Kwa hiyo ikawa ni mtindo wa maisha, kiasi kwamba sasa hawezi kufanya vitu vingine vikaenda bila kwanza kukamilisha kile ambacho amekizoea. Kwa hiyo ni hiyo hali inamuendesha kwa namna hiyo. Lakini wapo vijana ambao wana changamoto tunaita kujichua, masturbation. Mmenielewa? Ndio hivyo wapendwa. Hiyo nayo ni tatizo, linawatesa wengi. Wameanza taratibu bila kujua, sasa wamezama kwenye hilo dimbwi. Inafika wakati mtu anatamani aweze kutoka, anajifunza kabisa ya kwamba hii kitu ina madhara fulani na madhara fulani, lakini kadri anavyopambana aweze kuchomoka, ndivyo anavyoendelea kuzama zaidi katika hiyo changamoto. Hiyo yote ipo kwenye hilo kundi la ngono. Sambamba na hilo, kuna habari ya usagaji na ushoga. Hilo nalo ni tatizo lingine. Wapo watu wamezama kwenye huo uraibu, kiasi kwamba kuna wengine sio kwamba hawajui kwamba hicho kitu ni kibaya, wanajua vizuri. Sio kwamba hawataki kuacha, wanatamani sana kuacha, lakini kuacha imekuwa ni mtihani, kwa sababu walishaingia huko wakaenda zaidi. Sasa wameingia kwenye hali ya kudhibitiwa na hiyo changamoto, kiasi kwamba sasa ikitokea wakakosa nafasi ya kufanya hivyo vitu, maisha yao yanaonekana kuwa hayako salama. Sababu na hilo, lipo tatizo lingine pia kwenye habari ya uraibu wa ngono. Hapo inasemekana ya kwamba wako mabinti na wamama mbalimbali, unakuta sasa wale wako wengine wanasema mimi sina muda kabisa na wanaume, sina mpango na kuolewa, sina mpango na nini. Lakini unakuta anasema hivyo, kumbe wanatembea na midoli yao yenye maumbo ya kiume kwenye mikoba yao. Wameshazoea na ndio mtindo wa maisha yao. Inawezekana wakafika wakati wakawa wanatamani kwamba jamani, hichi kitu sio kizuri, lakini hawezi kuacha. Kwa hiyo hiyo nayo ni changamoto nyingine. Lakini kuna rafiki yangu mmoja aishe kunisimulia, alikuwa na changamoto ya uraibu. Sasa yeye akawa ameshikwa kwenye habari ya kujichua ambayo nimesemea hapo nyuma, wanaita masturbation kitaalamu. Kwa lugha nyingine sio anahitaji, lakini naamini mmenielewa. Kiasi kwamba huyu jamaa ikafika wakati akawa ameoa yeye. Sasa kwa maelezo yake, nadhani message zake ninazo mpaka sasa hivi WhatsApp, lakini siwezi kumtaja, afuzuli hata hapa hayupo. Kiasi kwamba akawa ndai ya kwamba yani inafika wakati anamwacha mkewe ndani. Sio, unanielewa? Anamwacha mkewe wapi? Ameoa, ana na mtoto, anamwacha mkewe ndani, yeye anaelekea huko anakoelekea kwa ajili ya kufanya hicho kitu. Na ikitokea akashindwa, hakukosa nafasi ya kufanya hicho kitu, hajisikii vizuri kabisa. Huyo ni mtu yupo kwenye wakati mgumu sana, anatamani kuondokana na hiyo changamoto, lakini inakuwa ni mtihani sana. Tatizo kubwa linawatesa wengi kama nilivyosema, na wanahitaji msaada wa karibu sana, bila kumsema vibaya, bila kumshutumu kwamba amefanya uzembe. Tutaona huko mbeleni kwenye hizo njia, nisiende huko. Lakini uraibu mwingine huko, uraibu wa vyombo vya habari. Kuna mtu ikipita siku hajaangalia Barbarossa, kwake hali ni mbaya. Kuna mtu ikipita siku hajaangalia ile nini, Ottoman, nalo ni tatizo. Lakini yako na mambo mengine kwenye vyombo vya habari, YouTube na maeneo mengine, wapo watu wenye changamoto za namna hiyo. Lakini upo uraibu wa vyakula pamoja na vinywaji. Kuna watu ikipita siku bila kusukumia energy, mnaweza mkabeba mkapeleka hospitali kwa kuzani ya kwamba ni mgonjwa, lakini kumbe shida amekosa nini? Kwamba hawezi kabisa, yani hadi apate energy ndipo aweze kujisikia
vizuri. Lakini pia nilishangaza sana wakati nafuatilia haya makundi kukutana na hili kundi la ajabu sana. Kuna watu wana uraibu wa wivu, uraibu wa umbea na usengenyaji. Lipo hilo kundi nalo. Hata mimi nilicheka baada ya kukutana nalo. Yaani inafikia mtu ameingia kwenye hali ya kuwa mraibu kwa habari ya wivu, kiasi kwamba amezama kwa habari ya umbea na usengenyaji. Ikitokea ikipita siku hajakaa mahali na mtu fulani wakamsengenya mtu fulani, hiyo siku kwake inaonekana haijaenda, haina maana kabisa. Huo nao ni uraibu mwingine. Lakini yako na makundi mengine mengi zaidi kwa habari hii ya uraibu. Sasa nilisema kwamba hapo tushajibu swali la pili, makundi ya uraibu. Tunakwenda la tatu. Kuna tofauti gani kati ya uraibu na tabia? Kuna kauli moja huwa anasema mazoea hujenga tabia. Sawa sawa.